Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Uko nami Adam Hussein na bado tunakujuza mambo mengi yanayojiri duniani. Wakati huu tunaelekea huko nchini Urusi ambapo waziri wa mambo ya kigeni wa taifa hilo Sergei Lavrov anasema kwamba watu wa Ulaya wamesababisha ukosefu wa utulivu barani Afrika. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amekosoa mataifa ya magharibi kwa misimamo yao miwili ya kujitawala na kuondoa ukoloni, ambapo ukoloni wakati huu hasa ule unaoitwa ukoloni mamboleo umesababisha ukosefu wa utulivu na kukosekana kwa nishati ya mafuta barani Afrika. Urithi wa ukoloni unasalia kwa kichocheo kikuu cha ukosefu wa utulivu barani Afrika, waziri huyu wa mambo ya kigeni Sergei Lavrov anaeleza. Hata hivyo, ameeleza katika mahojiano katika Kommersant yaliyochapishwa siku ya Jumatatu. Alihusisha magenge ya machafuko ya bara la Afrika na mipaka iliyochorwa na mamlaka za kikoloni yaliyoondoka bila kuzingatia ukweli wa kikabila, kitamaduni na kihistoria. Lavrov alisema kuwa mazoea ya kutengeneza ramani za kikoloni yalisababisha mgawanyiko wa makabila kuvuka mipaka ya kitaifa iliyoanzishwa hivi karibuni. Hii ilisababisha mchafuko mkubwa, alisema, akielezea kwamba mamlaka za kikoloni zilichora ramani na watawala katika bara zima na kuigawanya jamii nzima. Msingi, nchi za kimagharibi ziligawanya Afrika, zilifanya Afrika isiwe kitu kimoja. Alitoa mifano ya watu wa Tuareg ambao sasa wamegawanyika kati ya Algeria na Mali pamoja na makundi mengine kama vile Watusi na Wahutu huko nchini Rwanda. Licha ya kuyumba kwa mipaka hii, Lavrov alibainisha kuwa Umoja wa Afrika umefanya uamuzi kutoifanyia marekebisho mipaka hiyo. Ndiyo, waliacha urithi kama huo. Umoja wa Afrika kwa hekima yake uliamua kwamba kwa sasa ni bora kuishi ndani ya mipaka hii, kutafuta njia za kufikia makubaliano na kujenga mipaka ya ujirani mwema ili watu jamaa waweze kuvuka mipaka kwa uhuru, Lavrov anasema. Kimsingi, nchi za kimagharibi zilifanya Afrika kuwa bara ambalo si la utulivu hadi leo hii. Ni kwa sababu ya kuchora mipaka ambayo ilitengeneza uhasama baina yao, lakini pia mipaka hiyo imekuja kutengeneza hali ya kutoaminiana kati ya nchi na nchi, licha ya kwamba katika mipaka hiyo kuna makabila yanayofanana. Pia alibainisha mchakato ambao haujakamilika kwa kuondoa ukoloni, akisema kuwa maeneo 17 duniani yanasalia chini ya mamlaka ya wakoloni wa zamani. Hisia kama hiyo ilionyeshwa mwaka 2019 na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ambaye alisema kwamba kuondoa ukoloni ni moja ya sura muhimu zaidi katika historia ya Umoja wa Mataifa. Lakini habari hadi leo hii bado inaandikwa kwa maeneo 17 yasiyojitawala, amesema. Lavrov aliendelea kuwakosoa wale wanaolaani vitendo vya Urusi kwa kisingizio cha kutetea mkataba wa Umoja wa Mataifa, huku akipuuza maazimio ya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa yanayotaka kuondolewa kwa ukoloni kikamilifu katika bara la Afrika. Anachokitaka Lavrov ni nchi za kimagharibi kujiondoa kabisa katika bara la Afrika na kuyaacha mataifa hayo kuwa huru. Ikiwa unasema kwamba masuala lazima yatatuliwe kwa mujibu wa mkataba wa Umoja wa Mataifa, kama jumuiya inayowajibika ifikie hati hii kwa ukamilifu na kwa muunganiko wa kanuni zake, alisema Sergei Lavrov, waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi, akieleza jinsi ambavyo mataifa ya magharibi yamekuwa yakinyonya Afrika na kutengeneza migogoro ambayo hadi wakati huu imekuwa ikidhoofisha amani katika bara la Afrika. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.